Hayawi huwa hatimaye ile fainali ilikuwa ikisubiriwa kwa hamu, fainali ya dabi ya Kariakoo, watani wawili wa jadi, Simba dhidi ya Yanga kwenye uwanja New Amani Complex visiwani Zanzibar, kuwania kombe la Muungano imemalizika, ambapo wekundu wa Msimbazi Simba hatimaye wamepata ushindi wa bao 1-0 na hivyo kutoa taji hilo wakilipoka kutoka mikononi mwa watani zao hao wa jadi Yanga, ambao msimu uliopita ndio waliolitwaa. Simba wamelitoa taji hilo kwa ushindi wa bao 1-0 lililowekwa wavuni na Selemani Mwalimu Gomez dakika 2 kabla ya kuhitimishwa kwa dakika 30 za nyongeza za mwamuzi, baada ya dakika 90 za kawaida kumalizika bila kumpata mshindi kwa matokeo ya suluhu. Ni mechi ambayo mwisho wa siku ushindi huo wa bao 1-0 sio tu kwamba umewezesha Simba kutoa taji la kombe la Muungano, lakini vile vile hatimaye wamepata furaha mashabiki wekundu wa Msimbazi Simba kwa kupata ushindi dhidi ya Yanga, kwa sababu mechi 7 zilizopita walikuwa wamepoteza mechi 6 wakipata suluhu katika mechi ya mzunguko wa kwanza ligi kuu Tanzania bara kwa msimu huu. Simba kabla ya leo hii kwenye mechi 7 wameruhusu mabao 12, wao wakifunga mabao 2 tu. Sasa leo hii ushindi wa bao 1-0 umewapa mambo mawili kwa wakati mmoja. Kwanza kombe, lakini pili faraja ya ushindi dhidi ya watani zao wa jadi Yanga. Lakini la nyongeza ni kwamba umewafanya kisaikolojia wawe na nguvu sasa kuelekea katika mchezo wao wa mzunguko wa pili wa ligi kuu Tanzania bara watakaocheza tarehe 3 ya mwezi wa 5, kwa maana kwamba siku takribani 3 zijazo dhidi ya Yanga. Ni mechi back to back ya dabi ya Kariakoo, ambayo hii ya leo imewafanya Simba wawe na furaha na sasa watatamani kuendeleza furaha hiyo katika mechi ya mzunguko wa pili wa ligi kuu Tanzania bara, kwa sababu inafahamika wazi kwamba kwenye mzunguko wa kwanza walimaliza kwa suluhu. Nini kilichofanya Simba leo hii wafanikiwe? Ni pamoja na namna walivyokuwa wakicheza. Wakiwa chini ya kocha Steve Barker, kwenye kikosi chao walianza na kikosi imara sana kama ilivyokuwa kwa Yanga. Golikipa alikuwa Mahamadu Tanja Jibo, beki wa kulia alikuwa Shomari Kapombe nahodha, beki wa kushoto alianza Nixon Kibabagi aliyekuja kutoka katika kipindi cha pili na kuingia kwa Anthony Mligo, wakati mabeki wa ile wakati kulikuwa na Ismail Olivier Ture pamoja na Rushain Derok. Lakini akawa na viungo watatu ambao walikuwa ni Yusuf Kagoma, alikuwa Alassane Maudo Kante na Cletus Chota Chama, lakini vile vile akaanza na washambuliaji watatu, kwa maana kwamba anakuwa na mshambuliaji mmoja bandia. Ndio, kwa maana kwamba katika wale watatu kulikuwa na Elie Mpanzu Kibisawala alikuwa akiongoza eneo la kati. Yeye tunafahamu kiasili sio mshambuliaji, ni miongoni mwa viungo, lakini alikuwa na Libase Gay kutoka upande wa kulia, Anise Ura upande wa kushoto. Kwa lugha nyingine alikuwa ameanza na Force 9 ambaye ni huyu Mpanzu Kibisawala. Hata hivyo kufikia dakika 20 Anise Ura aliumia na kumlazimu mwalimu Steve Barker kumuingiza Selemani Mwalimu kama mshambuliaji wake wa kiasili, na hivyo kubadilisha mfumo kutoka golikipa kuwa na walinzi wanne, viungo watatu, washambuliaji watatu. Sasa akawa baada ya golikipa akawa na walinzi wanne, viungo wale ukabaji, viungo watatu washambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja ambaye ni Selemani Mwalimu. Lakini Yanga kwenye kikosi chao kocha Pedro Gonçalves alianza imara kulikweli. Golikipa Djigui Diarra, beki wa kulia alikuwa ni Kwasi Atula yao leo hii hakuanza Israpati Kimwenda, ingawa alikuja kuingia baadaye kipindi cha pili kwa kutoka Kwasi Atula yao. Beki wa kushoto Shadrack Sakaboka, walinzi wakati walikuwa ni Ibra Baka pamoja na nahodha Bakari Nondo Mwamieto. Lakini ukawa na viungo wale ukabaji walioanza walikuwa ni Mohamed Damaro Kamara na Mudathi Yahya Abbas, wakati viungo watatu washambuliaji kulikuwa na Alan Okello, Maxim Pianzengeli na Peudo Pacome Zouzoua, huku mshambuliaji kinara akiwa ni Prince Mpumelelo Dube. Ni kikosi imara ambacho hata hivyo kwenye kipindi cha pili, mbali na kutoka kwa Mohamed Damaro Kamara na badala yake kuingia kwa Zuka Buya, waliokuja kuingia ni pamoja na Edmund John katika kuimarisha zaidi Yanga kuelekea mwishoni mwa mchezo. Mpaka mapumziko timu zote zilikuwa zikicheza kwa mahesabu sana. Umiliki wa mpira kwa kiasi kikubwa ulikuwa katika eneo la kati. Kufika katika ncha za mwisho kufanya majaribio ya kufunga kulikuwa haba. Mpaka mapumziko dakika 45 Yanga walikuwa kimiliki mpira kwa 51% dhidi ya 49% za Simba, kudhihirisha kwamba kwenye umiliki walikuwa ni kama wanataka kufanana. Kwenye kufanya majaribio Yanga ilikuwa imepiga mashuti matatu, moja limelenga shabaha likipigwa na Alan Okello kwa mpira wa kichwa dakika ya 38, lakini wekundu wa Msimbazi Simba dakika 45 za kipindi cha kwanza alikuwa amepiga mashuti mawili, moja la kulenga shabaha likipigwa na Rushain Derok
katika dakika ya 42. Kipindi cha pili ilikuwa ni kama kufanana kwa namna ya kucheza, kwa maana kwamba defensive organization, muundo wa kiulinzi wa timu zote ulikuwa imara sana, lakini hata katika nafasi chache zilizopatikana, wachezaji wa eneo la mwisho katika kushambulia walikosa utulivu kutumia nafasi hizo chache zilizopatikana. Ilikuwa hesabu nyingi zaidi katika kuhakikisha wanakuwa salama, ingawa ni Yanga ndio walionekana kufika mara kwa mara kwenye lango la Simba katika hizo nafasi chache zilizojitokeza. Matokeo yake kushangaza kwamba dakika 90 za mchezo zikimalizika kukiwa suluhu, hakuna aliyefunga bao. Dakika za nyongeza 30, maana leo ni fainali, kwa lazima mshindi apatikane, ndipo ambapo zikiwa zimebaki dakika 2 Yanga wakafanyiwa shambulizi ambalo walijikuta wakifanya makosa. Ni kwamba Shadrack Isaka Boka alikuwa ametoka kuokoa mpira vizuri, lakini badala ya kutoka kwa kasi kama wenzake akawa amechelewa kutoka. Matokeo yake kuwafanya wachezaji wa Simba wawe katika nafasi isiyokuwa ya offside, akiwamo beki Anthony Mligo alikuwa amepanda na kuingia ndani kufanya underlapping. Matokeo yake ni nini? Mpira uliomkuta Clatous Chota Chama, mpira uliotokana na Yanga kuosha, Chama akawa katika eneo la penalty la Yanga, akajaribu kumpiga chenga Edmund John, alikuwa amerudi nyuma kujaribu kusaidia kazi ya kuzuia. Edmund John akaonekana hata katika marejeo ya picha za video akimgonga Chama katika namna ambayo ilimfanya Chama aende chini, na hivyo kuwa mkwaju wa penalty usiokuwa na shaka, kwa sababu ni kweli Edmund John hakucheza mpira bali mguu wa Clatous Chota Chama, kama unavyo hapo. Kuibuke na ushindi katika mchezo leo na kutoa kombe la Muungano tarehe 3 akishinda pointi 45, hivyo tofauti ya pointi baina yao ibaki pointi 2. Lakini Yanga watatamani kushinda ili kuzidi kuacha Simba au walau wapate sare, lakini sio kufungwa. Yanga wakishinda maana yake watatimiza pointi 50 na hivyo kuacha Simba kwa pointi 8, huku wote wakiwa wamecheza mechi 20 baada ya mchezo kukamilika, lakini wakati huo kukiwa zimebaki mechi 10 kabla ya ligi kukamilika, jambo ambalo litawafanya Yanga wawe katika nafasi nzuri ya kutoa ubingwa kwa mara ya 5 mfululizo. Sasa Simba ushindi wa leo hii, hakika hakuna namna nyingine kwao isipokuwa ni kwamba waongezee nguvu katika mechi ya mzunguko wa pili wa ligi kuu Tanzania bara, hiyo watakaocheza na Yanga takriban siku 3 zijazo. Lakini kitu gani leo hii kiliwabeba Simba mpaka wakaibuka na ushindi? Kwanza, nidhamu katika kuzuia. Rushaine De Reuck, lakini akiwa na Ishmael Olivier Toure na viungo wao kina Yusuf Kagoma walifanya kazi kubwa katika kuhakikisha wanatoa support ya kutosha katika jukumu la kuzuia pale walipokuwa wakishambuliwa na safu imara ya Yanga katika kushambulia, kwa maana ya Alan Okello, top assist provider katika ligi kuu Tanzania bara akiwa na assist 6, lakini kwenye michuano hii ya kombe la Muungano akiwa tayari ametoa assist 2, lakini ukiwa na Principal Melo Dube kabla mchezo wa leo ndiye alikuwa kinara wa mabao akiwa na mabao 3 katika mechi walizotoka kucheza 2 zilizopita. Lakini wakati huo huo Simba walikuwa kwenye mipira 50 kwa 50 wanaipigania vya kutosha. Matokeo yake kuelekea mwishoni mwa mchezo Simba wakapata cha nyongeza katika nguvu ya kuwafanya wapate matokeo. Ni kwamba kwa timu zote mbili Simba walionekana kuwa na nishati zaidi, huku Yanga kana kwamba wakianza kuonekana wanashuka, na hilo likawafanya Simba kwenye mashambulizi yao onekane kuwa na hatari zaidi.